Namna hiyo napokea kijiti kutoka kwake Juma Mohamed, na sasa ni ule wasaa kuangaza habari za michezo na burudani. Mimi ni Esther Mtebe, karibu na tuanze na habari za michezo kitaifa. Jiji la Arusha linatarajiwa kuwa kitovu cha michezo wiki hii, wakati katika fainali ya CRDB Super Cup msimu wa 5 ikichezwa Januari 13 chini ya uongozi wa mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makalla. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Akizungumza jijini Arusha wakati wa hafla ya kukabidhi vifaa vya michezo, meneja wa benki ya CRDB kanda ya kaskazini Cosmas Sadat amesema mashindano ya mwaka huu yamepewa sura mpya kwa kuwashirikisha viongozi wa taasisi na mashirika ya umma yaliyopo mkoani Arusha. Tuendeleze umoja wetu. Mara nyingi zaidi tumekuwa tukifanya kazi katika makaratasi, katika simu, hatuonani. Sasa tukasema kwamba safari hii tukutane viongozi wote pamoja wa mkoa wa Arusha, tuweze kufahamiana, tuweze kuonana, tuweze kubadilishana ideas mbalimbali, mwisho wa siku tuwe kitu kimoja. Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makalla ameipongeza benki ya CRDB kwa kuendeleza mashindano hayo, akisema yamechangia kuleta furaha, kuimarisha afya na kurejesha tabasamu kwa wateja pamoja na wananchi kwa ujumla. Nathibitisha kwamba ni benki na mjali mteja na mnataka kufurahia nao pamoja, na hicho mlichokipata mngeweza kuendeleza mitaji yenu ya kibenki. Mimi kama mhasibu naelewa, lakini nyie mnakirudisha kwa wateja wenu na kwa wananchi. Lakini washukuru sana wenzetu wa CRDB. Wametupa funzo, sababu taasisi za umma ziko nyingi, na sisi tunajipanga. Nyinyi mmeanza na sisi tutafuata nyuma. Fainali za CRDB Super Cup inatarajiwa kukutanisha washiriki na mashabiki wa michezo jijini Arusha, huku mashindano hayo yakizidi kuonesha mchango wa michezo katika kujenga umoja na mshikamano ndani ya jamii. Kutoka Arusha ni mwana michezo wako Jamila Omar. Na asante mwanamichezo Jamila Omar kutoka huko Arusha. Na kwingineko, mchezo wa mpira wa miguu umesababisha baadhi ya vijana wa kata ya Msente iliyopo wilayani Kilindi mkoani Tanga kuepukana na makundi hatarishi ya uvutaji wa bangi pamoja na unywaji wa pombe. Kutoka Kilindi, Ernest Mbezi anaripoti. Hayo yamesemwa na afisa mtendaji wa kata ya Msente Bwana Mahamudu Mtolo pamoja na baadhi ya wachezaji wa timu za 45 Pasopa FC na Talent Kid Academy wakati wa mechi ya robo fainali ya ligi ya Mkulima Cup inayoendelea kutimua vumbi kwenye kata hiyo. Na huwa wanafanya vizuri, wanakuja hapa na vikombe wakiwa na ushindi wa hali ya juu. Lakini pia mbali na hilo, michezo kwa kata ya Jaila imesaidia sana kubadilisha vijana kwa kiasi kikubwa kujiepusha na makundi mbalimbali ambayo sio mazuri. Vijana wangekuwa katika vikundi ambavyo havifai kama ulevi na sigara bwegi. Nikisema sigara bwegi na maanisha bangi. Tunashukuru ligi hii hapa imetuletea chachu kwamba watu tunajumuika eneo hili muda huu, watu wanaburudika na sio kwenda kuvuta bangi wala kunywa pombe. Tunamshukuru sana mdhamini huyu Isa Mkulima. Gawa viongozi haifagilii sana michezo, haifuatilii sana, lakini vijana tuna uwezo na tunajituma. Kwa tukiangaliwa kwa jicho la tatu tunaweza tukafika mbali. Kwa upande wake mratibu wa ligi hiyo ya Mkulima Cup iliyokutanisha timu 16 amewaomba viongozi wa wilaya ya Kilindi kuunga mkono swala la michezo kwa kuwatembelea vijana hao vijijini na kuona vipaji vyao. Tunawaalika kuanzia nusu fainali na fainali pia, tujumuike wote kwa pamoja ili waje waone vipaji vya vijana. Nikiripoti michezo kutoka wilayani Kilindi mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Chama cha mpira wa miguu mkoa wa Singida Sirefa kimetangaza timu 4 kati ya timu 8 zilizoshiriki hatua ya robo fainali zilizofanikiwa kuingia nusu fainali ligi daraja la 3 ngazi ya mkoa wa Singida inayotarajiwa kutimua vumbi katika viwanja vya shule ya sekondari Mwenge mjini Singida. Tupate taarifa zaidi. Akitangaza ratiba ya mashindano hayo, afisa habari wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Singida Sirefa Amini Nyaungo akazitaja timu zitakazochuana. Mara baada ya hapa, ina maana timu ya soka ya Kiomboi imesonga mbele baada ya kuwafunga timu
timu ya soka ya Magereza, lakini timu ya soka ya Manyoni Rangers, lakini timu ya soka ya Magereza imepita kwa kuweza kuwafunga Manyoni Sports Club. Kwa hiyo wao hawatoendelea, na leo tumeona Singida Market wametoka rasmi, hatimaye Singida City wanaendelea. Wakizungumza muda mfupi baada ya kutamatika kwa mchezo kati ya timu ya Singida City dhidi ya timu ya Singida Market uliopigwa kwenye uwanja wa shule ya sekondari Mwenge kwa dakika 120, timu hizo zilitoka sare ya kufungana goli 1-1 na hivyo kwenda katika hatua ya kupiga penalty na kujikuta timu ya Singida City wakiibuka na ushindi. Yote nashukuru Mwenyezi Mungu kwa mchezo wote ulikuwa mzuri na pia umeisha salama na pia imekuwa kwetu bora kwa sababu kutoka na ushindi baada ya kwenda dakika 90 1-1 na kupiga mikwaju penalty na kushinda Singida City. Matokeo yanaumiza na pia mpira huu na matokeo matatu, kuna kufungwa, kudraw au kushinda. Dakika 90 tumetoka 1-1, ikaenda extra time, tukatoka bila tukaenda kwenye matuta. Penalty haina mwenyewe, hata Cristiano Ronaldo anaweza kukosa penalty. Nikiripoti kutoka mkoani Singida, ni mwana mchezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail wa Channel 10. Msimu wa 16 wa kusaka vipaji vya Bongo Star Search unatarajiwa kuanza kutimua vumbi tarehe 7 na tarehe 8 mwezi Februari mkoani Mwanza, ukiwa na lengo la kuibua vipaji mbalimbali, si tu muziki pekee, huku vijana wa Kitanzania wakiitwa kujitokeza kushiriki. Akizungumza na waandishi wa habari mapema hii leo, mkurugenzi wa Benchmark Production 360 Rita Pozen ameeleza namna msimu wa 16 utakavyokuwa na vipaji vitakavyopata nafasi ya kuonekana katika majukwaa hayo. Tofauti wa mwaka huu ni kwamba tunaangalia zaidi ya kipaji kimoja. Tunaangalia waimbaji, tunaangalia wachekeshaji, tunaangalia watu wa sarakasi, tunaangalia dancers. Basically kawaida tu watu tulikuwa tunaangalia tu kipaji kimoja cha uimbaji. Tunaangalia sasa vipaji tofauti zaidi ya kimoja. Ndio nafikiri hayo ni mabadiliko si madogo. Kwenye uzinduzi tulishasema mtu anapata milioni 50, anapata gari, na vingine vitaendelea kuwepo kutokana na wadhamini watakavyojitokeza. Wadhamini wanapojitokeza naweza ikawa zaidi hapo, lakini sofa hivyo vitakuwepo. Wadhamini bado ni mkubwa sana. Nafikiri mimi ningekuwa ni mtu ambaye nafanya biashara zangu na kuona kwamba kipindi kinapendwa sana na watu, na tuko hapa sinema zetu na reach ni kubwa sana ya Azam. Ni platform nzuri sana kufikisha ujumbe, kutangaza biashara yako, kufikisha ujumbe kwa walengwa, na ni jambo zuri kudhamini kitu kama hichi ambacho kinabadilisha maisha ya watu. Naam, taarifa hiyo ya BSS ya kusaka vipaji inaweka utuo kwa upande wa habari za michezo kitaifa. Na sasa tukaangaze kunani kwa yale ambayo yamejiri kwa upande wa michezo kimataifa. Karibu tuziangaze habari za michezo na burudani kimataifa. Tuanze kutazama tetesi na taarifa mbalimbali za usajili, ambapo klabu ya Manchester City iliyopo chini ya kocha Pep Guardiola imekamilisha usajili wa mshambuliaji wa Uingereza aliyekuwa anakipiga katika klabu ya Bournemouth, Anthony Semenyo, mwenye umri wa miaka 26 kwa ada ya pauni milioni 65 na kuwapiku wapinzani wao Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea ambao wote walikuwa wanamwania nyota huyo. Semenyo, mzaliwa wa jiji la London mnamo mwaka 2000, ambaye anaiwakilisha Ghana kiasili kupitia baba yake mzazi, alikuwa katika timu za vijana za Arsenal, Tottenham Hotspur, kisha kujiunga na klabu ya Millwall kabla ya kujiunga na kituo cha michezo cha West Academy inayoendeshwa na meneja wa zamani wa Leeds na Forest Green, David Hockaday. Semenyo alisajiliwa na Bristol City mnamo mwaka 2017, lakini alihitaji muda wa mkopo huko Bath, Newport na klabu ya Sunderland kabla ya kuingia kwenye kikosi cha kwanza cha Robins mnamo msimu wa 2020-2021. Mnamo mwaka 2020-2023 mwezi Januari alijiunga na klabu ya Bournemouth kwa ada ya euro milioni 10 na kuwa mchezaji ambaye alivishawishi vilabu vikubwa. Semenyo amechagua kuivaa jezi nambari 42 ambayo ilikuwa inavaliwa na mkongwe wa timu hiyo Yaya Toure, raia wa Ivory Coast. Kunako mchezo. Naam, na hivyo ndivyo ambavyo tunatamatisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu leo. Ni kurejeshe kwake Juma Mohamed kwa ajili ya kutamatisha habari ya kutwa nzima. Mimi naitwa Esther Mtebe.
Thank you.